Asante. Andika kuamsha roho. Tunaposema kuamsha roho ni kuamsha vitu vilivyolala. Ni kumwalika Mungu kusema na vitu ambavyo tunaona haviwezekaniki. Ili kitu kiamshwe lazima kiwe kimefanya nini? Kimelala. Kwa hiyo tunaposema kuamsha roho, maana yake ni vitu ambavyo kwenye maisha yetu haviendi. Tunahitaji intervention ya nani? Ya Mungu. Na tunaposema Mungu ni roho. Kwa hiyo tunaposema kuamsha vilivyolala, maana yake ni Mungu roho kusababisha vitu ambavyo havina majibu kwenye maisha yetu vipate majibu kukiwa na uwepo wa Mungu. Na ukianza kuona vitu vinaamka, ujue muda wako kwenye ulimwengu wa roho umefika. Na muda wako kwenye ulimwengu wa roho ukifika, Mungu huanzaga kuthibitisha kwa matendo. Si kama naeleweka? Muda wako kwenye ulimwengu wa roho ukifika, ulimwengu wa roho unaanza kuthibitisha vitu kwenye ulimwengu wa damu na nyama vya kwako. Na kikawaida vinapoanza kuthibitika, hivyo vitu havitokeagi tu. Mungu huandaaga watu ambao wana majibu na vitu unavyovitafuta. Narudia tena. Muda wako unapofika, vitu vinaanza kutokea mwilini. Na vitu vikitokea mwilini, wanaoleta majibu ya vitu vilivyokuwa, maswali ya vitu vilivyokuwa na vitafuta ni wanadamu. Na kitu kinachofanyika kwenye ulimwengu wa roho, Mungu husema na hao watu ambao wana majibu kwenye maisha yako. Ndipo pale unasema, ninamshukuru Mungu nimepata kazi. Lakini ukiangalia ulipeleka CV. Kumbe wakati umepeleka CV, Mungu akamgusa HR. Katika watu 100 ukaonekana nani? Wewe. Unapokuja na kusema ninamshukuru Mungu, ungerudi kwenye ulimwengu wa roho, majira yako kwenye ulimwengu wa roho yalikuwa yamefika. Na majira yako kwenye ulimwengu wa roho yalipofika, Mungu kuna roho akaziachilia kwa watu ambao wanatakiwa kukushika mkono. Ndio maana nasemaga, wakati wa Mungu ni wakati sahihi kuliko wakati zetu. Wakati wa Mungu ukifika, hakuna mtu anaweza kuzuia baraka zako. Wakati wa Mungu ukifika ni kama gharika. Ushaionaga gharika? Mvua kukiwa kuna mafuriko. Unachotakiwa usishindane na kuzuia mafuriko. Unachotakiwa kuyapisha mafuriko fanya nini? Yapite, kwa sababu ukikaa kwenye njia ya mafuriko, mafuriko yanapita na wewe. Ndivyo hivyo mtu ambaye ni muda wake umefika kwenye ulimwengu wa roho, hata ukimwekea ukuta huyo jamaa anapita. Yaani unaweza ukamtengenezea fitina, lakini kwa sababu muda wake umefika ni kama mafuriko. Kwa sababu wewe utashindana kimwili, kwenye ulimwengu wa roho kuna roho zimeachiliwa za kusapoti vitu anavyovifanya. Huyu mtu kama ni mtumishi wa Mungu, hata kija hapa tu akiwa anasema watu wanabarikiwa. Wewe umejiandaa na revelation yako, unaanza kumkosoa. Nataka nikwambie hivi, muda wake huyu jamaa wakati huo ni muda wake. Unachotakiwa kukifanya ni kuambatana naye, kwa sababu kwa wakati huo kuna watu roho zao zinabubujika na sauti lake tu. Tunaposema kuamshwa, Mungu anachokifanya, Mungu huinuaga watu kaskazini ikakusikiliza wewe, kusini ikakusikiliza wewe,
mashariki ikakusikiliza wewe, magharibi ikakusikiliza wewe. Mungu huandaaga watu kwenye eneo lako. Hao watu wanakuja tu na kuanza kuambatana na wewe. Unajiuliza inakuwa mbona miaka 5 nilikuwa siwezi kufanya hiki kitu na nilikuwa na juhudi zote? Mbona sasa hivi sina juhudi kubwa lakini nina matokeo makubwa? Ukijua hivyo ujue kuna watu wameguswa kuja kukushika mkono. Na mimi ninakuombea katika ibada hii, kila aliyekusudiwa katika ulimwengu wa roho majira yake kufika. Ninaamsha roho katika mji wa Dodoma. Ninaamsha roho katika mikoa ya Tanzania. Watu wakakutafute kwa sababu majira yako yamefika kwenye ulimwengu wa roho. Na hawa watu wakija kwenye maisha yako ambao wameguswa na Mungu, watakiamini kile ambacho kimewekwa ndani yako. Wewe kwambie, Mungu hahitaji msaada wako hata punje ili vitu viweze kutokea kwake. Sio kama unajua. Yaani Mungu hahitaji ujuzi wako hata kwa sehemu ili yaweze kufanya. Kama Mungu anaweza akayapa mawe uhai na yakasifu nyimbo anazozitaka yeye, sio mawe wanazozitaka, nyimbo anazozitaka nani? Yeye. Wewe ni nani wa kumpangia Mungu? Kwa hiyo wakati wako ukifika, watu watakaokuja kwenye maisha yako ni wale ambao watakithamini kitu ambacho Mungu ameweka ndani yako. Na ndio maana ukiwa na cycle ambayo watu hawaamini kitu ambacho unacho, achana nao. Hao sio watu ambao Mungu amewaleta kwenye maisha yako. Ukiwa na marafiki ambao kila siku wao ni kukusababishia machungu na sio kukushika mkono kusogea, ujue hao sio watu ambao Mungu amewaandaa kwenye maisha yako. Ujue kuna namna ukiwa na watu wana upendo wa Kristo, hata wakikuonya wanakuonya katika namna ya upendo wa Kristo. Kuna namna kama Mungu amewakusudia hao watu wawe watu wako, kuna namna hata ukikosea kuna namna ya kukurudi na kuongea na wewe. Alafu kama Mungu amewasikiza mtu aliyekusudiwa, Mungu ambaye amemwamsha roho wake juu yake kwa ajili yako, hawa watu wanasupportiga. Hata ukiuliza kwa nini wanasupport hawajui. Ngoja nikwambie, haujawahi kuwa na sadaka ambayo inakuumiza ukampe mtumishi fulani au katoe kwenye kanisa fulani. Ukilala na hiyo hela hata mwaka mzima unaumia. Mpaka siku utakayofanya nini? Utakayoenda kuitoa. Huyu jamaa kuna siku Bwana Mungu alimkamataga. Tulikuwa sehemu fulani. Sasa akiniangalia Mungu anambia kampe Godfrey hizo dola. Huyu hapa. Mimi sina habari, lakini kipindi kwa nilikuwa na uhitaji wa dola. Huyu jamaa ana majibu ya dola, anazo wapi? Mfukoni. Mungu alimshughulikia. Baadaye naona anakuja kinyonge. Katoa zile dola. Sikiza nikwambie, Mungu atakuandalia watu. Hao watu Mungu ataweka mzigo ndani yao. Utashangaa wanakutafuta, au Mungu anatengeneza mazingira unakutana nao kwenye mazingira ambayo sio ndugu zako, hauna urafiki nao, haujawahi kuwaza kama utakutana nao, lakini kwa sababu kuna roho imeamshwa ndani yao wakujenge, watakujengea. Kuna roho inaamshwa ndani yao waambatane na wewe kwenye huduma, wataambatana na wewe. Mungu atamsha roho ambazo Mungu anaona kusudi ndani lako, afu atawatafuta watu wenye majibu kwenye maisha yako. Sio kama unaelewa tunapoelekea. I'm trying to build the foundation. Tukiingia wewe unanielewa. Unaandika? Tuandike kingine. Kwa hiyo wakati wa Mungu ukifika kwenye maisha yako, utaanza kuona milango ikifunguka. Hivi ushawahi kuonaga
kuna kipindi ulikuwa unamtafuta mtu fulani kwa muda mrefu, alafu hadi ukaachaga kumtafuta, alafu inatokeaga huyo mtu baadaye unakuja kukutana naye kwenye mazingira ya rahisi ambayo hujawahi kukutana naye. Ushawahi kujiulizaje hiyo kitu? Kuna siku nikaa na Dennis akanambia alikuwa na struggle kumtafuta Daddy Bella balaa miaka na miaka hadi akakata tamaa. Alafu eti ikatokea yeye ndo anakaa anamuendesha Daddy Bella, kila akifika Dodoma yeye ndo afanye hadi akatoa ushuhuda kwamba katika vitu ninavyomshukuru Mungu, Mungu amenikutanisha na Daddy Bella. Sikiza nikwambie, kwenye ulimwengu wa roho ukiangalia, majira uliokuwa unamtafuta wewe hayakuwa majira sahihi. Wakati wa Mungu ulipofika, Mungu alitengeneza connection. Mungu alitengeneza kisa cha yeye mwenye majibu yako kukutana na wewe mwenye maswali. The same mpaka tutakapomaliza. Watu ambao wamekusudiwa mwaka huu kukutana na aina fulani ya watu, tunaamsha roho zao huko aliko, mazingira yakatengenezeke. Yani mazingira yawezekana atapata pancha barabarani, alafu wewe unapita unamsaidia spare tire, alafu unasema mheshimiwa, unasema basi chukua. Yani Mungu atatengeneza kisa ambacho haujawahi kukijua, kwa sababu milango imefanya nini? Imefunguka. Lakini pia kama Mungu anaweza akatupa watu kutoka kwake kwa kuamsha roho za hao watu, pia Mungu ama adui anaweza akaamsha roho za maadui kutupiga kwenye maisha yetu. Kama Mungu anaweza akaamsha roho za watu ambao wanataka kuja kwenye maisha yetu na kutusaidia, pia Mungu ama adui anaweza kuamsha roho za maadui zako wakaanza kukutafuta wewe na sio mwingine. Ukisoma kwenye kitabu cha Ayubu 1, Biblia inamuelezea Ayubu alivyokuwa mtu mkubwa, si ndio? Alafu ghafla Wakaldayo wakaanza kwenda kinyume na Ayubu. Mnakumbuka mifugo yake Ayubu ikaanza kupigwa, ngamia wakachukuliwa, ng'ombe wakachukuliwa, watoto wakafa, moto ukashuka. Mnakumbuka? Means wale watu kuna aina ya roho ziliingia ndani yao. Walipofika kwenye mazizi ya ng'ombe, hawatamani ng'ombe wengine, wanatamani ng'ombe wa Ayubu. Ilipofika kwenye ngamia, hawa jamaa hawaibi ngamia nyingine, walikuwa wanaiba ngamia wa nani? Wa Ayubu. Moto uliposhuka hauchomi nyumba zingine, unachoma nyumba za nani? Za Ayubu. Upepo ukija hauendi za nyingine, unaenda kwa nani? Kwa Ayubu, kwa sababu umekusudiwa. Kuna aina ya roho zinaachiliwaga kuleta uharibifu kwako tu. Unatokea ugonjwa mmoja wa kuku, wafugaji wote kwenye mtaa kuku wake wa nini? Hawafi. Wa kwako wanamalizika wote. Wakija watu wa kodi, hawafungi maduka mengine, wanalifunga nini? Duka lako tu. Kama ni wapishi kama mamangu vivi, mmeenda sehemu, yani umepata hiyo tenda, waliopita wote walikuwa chakula chao kijaye kuharibika, cha kwako tu ndio kina nini? Kinaharibika. Ukianza kuona kujua kuna roho za uharibifu zimekusudiwa, sio kwa mwingine, kwako. Sasa tunapofanya mistake ni hapa, tukianza kuona namna hiyo, tunaanza kutafuta ushauri kwa watu ambao wao hawana maumivu kama sisi, na tunashindwa kulielewa kwamba ni tatizo la nini? La kiroho, sio tatizo la kimwili. Kwa hiyo utaanza kutafuta solution za kibinadamu. Unajua ungetumia dawa fulani, ukitumia hivi, unafanya kila kinachowezekana, lakini bado majibu
sio sawasawa na maswali ambayo wewe unayo. Kuna kipindi Mungu aliwaambia watoto wake, siku mtakayoanza kwenda kinyume na mimi kuabudu miungu mingine, nitawatawanya. Adui zenu watapata nguvu juu yenu. Sio kama mnakumbuka kipindi cha Solomon, watoto wake walipoanza kutawala, wakaanza kuabudu miungu mingine, wao na Yuda na Israeli. Biblia inasema Nebukadreza akaja akawachukua. Kipindi cha nani yule? Utasoma. Akawachukua utumwa miaka mingapi? 70. Mungu akamwambia nitawapeleka utumwani miaka 70. Ni kwa sababu mimi Mungu mmeanza kwenda kinyume na mimi kuabudu miungu mingine. Na walipoanza kuabudu miungu mingine, automatically adui zao wakapata nguvu juu yao. Ndio maana nasema katika vitu ambavyo unataka kuogopa, ukiamua kuwa kwa Yesu, nawaambieni wanangu, siku ukitenda dhambi, usikae na dhambi wiki nzima. Umetenda sasa hivi rudi, mwambie Mungu ninaomba toba na rehema. Kwa sababu unapotenda dhambi, Biblia inasema hivi, wote tumepungukiwa na utukufu wa Mungu, si ndio? Na dhambi zetu zimetuweka nini? Mbali na utukufu wake. Tunapokuwa mbali, maana yake tunampa access adui kuweza kuja na kutupiga, ingawa huku tunaitwa watoto wa Mungu. Kwa sababu tumetoa ulinzi wa Mungu kwenye nini? Kwenye maisha yetu. Kwa hiyo inapotokea unaona umemkosea Mungu, usisikilize ile guilt ndani yako. Usisikilize ile sauti inayokuambia Mungu hajakusikia, hajakusamehe. Njoo uombe toba haraka sana. Kwa sababu uharibifu ambao adui anauachilia kwenye maisha yako ni mkubwa sana. Baadaye unakuja unatubu, unaomba, lakini madhara ni manini? Makubwa. Nebukadreza akawachukua Israeli akawapeleka utumwani. Hawa jamaa wakaanza kuteswa, wakaanza kukaa kule, vitu vikawa viendi. Ni kwa sababu kuna roho ya adui wao, wakapelekwa Babylon. Roho ya adui zao, miungu mingine imepata nguvu. Ndio maana nasemaga kwenye somo ambalo tunaendelea, nasema I am the atmosphere. Anayeweza kubadilisha mazingira ni wewe. Wewe ndio unamfungulia adui mlango, na wewe ndio wakumfungia adui mlango. Wewe ndio una uwezo wa kukaribisha nguvu za Mungu, na wewe ndio wa kuzifukuza nguvu za Mungu. Ni wewe. Nebukadreza akakaa na hao jamaa. Kama mnakumbuka kitabu cha Danieli na wale wengine 4, si ndio? Wakafundishwa lugha za Kiajemi. Mnakumbuka historia Wakawa wanasevu chini ya mamlaka ya Nebukadreza. Wakainuka manabii wengi kipindi hicho. Lakini Mungu alisema lazima miaka 70 itimie, ndipo nitakapowarudisha Yuda nyumbani. Sasa muda ukafika, Nebukadreza kafa, akamwachia Belshaza mtoto wake. Belshaza kafa, akainuka mfalme anaitwa Koreshi. Sema Koreshi. Na baada ya Koreshi akasimama Dario. Hawa wafalme 4, kila wafalme kuna roho iliamka ndani yao, lakini katika roho zilizoamshwa ndani yao kuna roho za uonevu na kuna roho za kuwaweka huru. Ingawa wote ni watu ambao hawajaokoka. Narudia tena, nifuatilie kwa makini. Nebukadreza iliponyanyuka roho ndani yake, ilikuwa ni roho ya kuwachukua utumwa wana wa Israeli, na wakapelekwa katika nchi ya Uajemi, wakakaa utumwani. Lakini Nebukadreza huyo ni kwa sababu Mungu amempa nguvu Nebukadreza. Imagine mtu anayeabudu miungu, anayeabudu waganga, lakini anapewa nguvu na Mungu. Kumbe tunapokuwa tumekosa mbele za Mungu, Mungu wapa nguvu maadui zetu. Unashangaa maadui zetu wana uwezo wa kufanya vitu vikubwa kuliko sisi watoto wa Mungu, lakini kwa sababu sisi hatujakaa vizuri na Mungu. I'm telling you, unakaa vizuri, umeshika sheria za Mungu, unafanya kila kinachowezekana, na unafanya kazi kwa bidii, lazima matokeo yaje.
I'm telling you, lazima matokeo yaje. Ila unaweza ukafanya sana lakini haujakaa katika njia za Mungu, ujue kabisa adui yako atashinda kuliko wewe. Kuna namna adui yako atapata nguvu kuliko wewe. And yet Nebukadreza akawa naota ndoto za vitu vikubwa mpaka kina Danieli wanatabiri. Muda ulipofika, watoto wa Mungu, muda wao wa kurudi Yuda ulipofika, kuna kitu kilitokea kwa wafalme. Fungua nami kitabu cha Ezra, mlango wa kwanza, mstari wa kwanza tutasoma. Ezra moja mstari wa kwanza. Ikawa katika mwaka wa kwanza wa Koreshi mfalme wa Uajemi, ili kwamba neno la Bwana alilosema kwa kinywa cha Yeremia lipate kutimizwa, Bwana akamwamsha roho yake Koreshi mfalme wa Uajemi, hata akapiga mbiu katika ufalme wake wote, akaiandika pia akisema. Endelea. Koreshi mfalme wa Uajemi asema hivi: Bwana Mungu wa mbinguni amenipa falme zote za dunia, naye ameniagiza nimjengee nyumba katika Yerusalemu ulioko Yuda. Basi kila mtu katika ninyi nyote mlio watu wake Bwana Mungu wake na awe pamoja naye, na akwe mpaka Yerusalemu ulioko Yuda, akaijenge nyumba ya Bwana Mungu wa Israeli, yeye ndiye Mungu, iliyoko Yerusalemu. Hapo Biblia inasema muda ulipofika, Mungu akaiamsha roho ya nani? Ya Koreshi. Kwa sababu Mungu anajua, Mungu ana operate kwa kuangalia mamlaka. Ingawa kuna kina Ezra, ingawa kuna kina Nehemia, ingawa kuna kina Danieli, ingawa kuna kina Meshaki, ingawa kuna watu wengi, lakini Mungu haamshi roho zao, kwa sababu anajua hata nikiamsha roho yako kwenye mamlaka ambayo upo, hauwezi ukatoka. Yaani ngoja niwaambie wanangu, kuna vitu Mungu ukiwa chini ya mamlaka fulani, kuna vitu kwako haviwezi kutokea katika hiyo mamlaka hata ufanye nini kuvizidi. Ni lazima Mungu ili aweze kukukomboa wewe au vitu viweze kutokea kwako, atumie mamlaka kwanza iliyopo juu. Hiyo mamlaka ndio ifungue mlango kwako. Sio kama naeleweka. Katika ulimwengu wa roho kuna order, hierarchy, kuna levels. Mungu anajua hata kama nitampa Danieli nguvu kiasi gani, hawezi akaachiliwa na wafalme wa Uajemi. Kwa hiyo ili watoto wangu wapate nafasi ya kusogea, ni lazima niongee na mamlaka ambayo ipo kwa wakati huo. Na Mungu wakati wake, nimesema ukifika, Mungu hata angalia anayetakiwa kuja kukushika mkono ameokoka ama hajaokoka. Kinachotakiwa kusudi la Mungu kwenye maisha yako liweze kutokea. Wakati Koreshi anaamshwa roho, Mungu hana deal, Mungu hana haja na Koreshi. Mungu ana haja na watoto wake wa Yuda waweze kurudi kumjengea nyumba. Lakini Mungu alijua wasipopata neno la Koreshi, hawa watu hawawezi kusogea. Na Koreshi sio kwamba ameokoka, wala Koreshi Koreshi aabudu Mungu wa Israeli. Koreshi anaabudu miungu ya Uajemi, lakini katikati ya miungu ya Uajemi Mungu anasema naye, anaamsha roho yake. Ndio maana wapendwa, sikiza nikwambie, inapofika kwenye swala la Mungu kukusogeza, usitafute walokole tu kufanya nao kazi. Usitafute walokole tu kufanya nao biashara, kwa sababu inawezekana wakawa na maombi mazuri lakini hawawezi kukusogeza. Mungu humtafuta mtu mwenye uwezo kukusogeza wewe hapa duniani. Na huyo mtu Mungu akimchagua, Mungu anaweza akamleta mtu ambaye ametoka Uarabuni, lakini Mungu akamwamsha roho kutoka Uarabuni aje kuingia na wewe partnership. Mungu anaweza kumtoa mtu kutoka China. Mungu anamwamsha roho Koreshi kutoka China, anakuja hapa anataka kufanya biashara na wewe. Mungu anaweza kumwamsha mtu kutoka Brazil
akaweka kitu cha kimungu ndani yake. Ukimwambia nimeokoka, hana shida wewe kuokoka. Anachokitafuta, kuna kitu ndani yako anakitamani yeye na wewe muweze kufanya. Biblia inasema Mungu akaiamsha roho ya Koreshi. Mungu akasema na Koreshi. Sehemu nyingine sana anamuandika anasema na mtumishi wangu Koreshi. Imagine, kumbe utumishi, Mungu kukuita mtumishi haimaanishi ni lazima uwe umeokoka. Ila kama unatenda kusudi lake kwa wakati huo, wewe ni mtumishi wake. Means kila siku kuna watumishi wa Mungu ambao wanaletwa kwenye maisha yetu na tunashindwa kuwajua hawa ni watumishi wa Mungu kwa wakati huu. Hivi unajua kwamba Balaam alikuwa ni mtumishi wa Mungu kuwavusha Israeli? Mchawi mkuu wa Moabu akatumiwa na Mungu. Mungu akaweka roho yake ndani ya nani? Ya Balaam. Balaam akaanza kuwatabiria mazuri watoto wa Mungu. Lakini kipindi hiko Balaam anaogopeka kwa sababu akikutamkia neno Balaam unakufa kama mchawi. Kumbe inawezekana mchawi mkubwa wa Dodoma, Mungu akamwamsha roho. Akaja hapa akasema nitaweka AC kanisa zima. Nitafunga vioo kanisa zima. Nitatengeneza parking kanisa zima. Tusiseme ni mchawi atupokee hela zake. Tunasema kwa wakati huu Mungu amemwamshia roho aje kuijenga nyumba ya Bwana. Walikuwa tunakasumba. Kuna siku fulani, kipindi fulani, kuna mtu alirudishoga milioni 100 alitoa kwa sababu tu yeye sio wa dini hii. Wakasema tuzitake hela zake. Ni kwa sababu huyu sio mwenzetu. Biblia inasema hivi, na Mungu akamwamsha nani? Koreshi, mfalme wa Uajemi, akaweka roho yake kuwapa ruhusa Yuda waweze kurudi na kujenga nini? Nyumba ya nani? Ya Bwana. Ni kwa sababu katika ulimwengu wa roho majira miaka 70 inaenda kuisha, na Yuda wanapotakiwa kurudi, wanatakiwa wakirudi waikute nyumba ya Mungu imekamilika. Mungu hawezi kujipinga na neno lake. Majira yako yanapofika, Mungu ataanza kuwaleta watu ambao haujawahi kudhani kwenye maisha yako. Na mimi kwenye ulimwengu wa roho ninafungua hilo poto. Watu kina Koreshi wakatoke kila sehemu. Kina Koreshi wakatoke Kenya. Kina Koreshi wakatoke Uganda. Kina Koreshi wakatoke Europe. Kina Koreshi wakatoke Asia. Kina Koreshi wakatoke Ufaransa. Kina Koreshi wakatoke Europe. Kina Koreshi wakatoke pande zote 4 za dunia kuja kusupport kitu ambacho Mungu amekiweka ndani yako. Biblia yangu inaniambia hivi, mstari wa 3. Basi kila mtu katika ninyi nyote mlio watu wake, Bwana Mungu wake na awe pamoja naye, na akwe mpaka Yerusalemu ulioko Yuda, akaijenge nyumba ya Bwana Mungu wa Israeli. Yeye ndiye Mungu iliyoko Yerusalemu. Ngoja, wakati Koreshi anaongea hivi, wenzake walikuwa wanashindwa kumuelewa. Koreshi, wewe sio Muisraeli. Koreshi, hawa ni watumwa. Unawapaje uhuru watumwa wakajenge nyumba Yerusalemu? Hata Koreshi ukimtafuta ukamuuliza imekuaje Koreshi umeweza kuwapa uhuru watumwa wako, hata yeye hajui. Sikiza nikwambie, muda wa Mungu kwako ukifika, watu watakuwa wanafanya vitu ambavyo kwa wakati huo hata hawatajua wanafanya kwa sababu gani. Watu wataanza kukupa vitu ambavyo haujawahi kuvitafuta. Watu watakujengea nyumba ambazo ulikuwa unaota. Watu watakuletea magari ambayo ulikuwa unatamani kuwa nayo. Watu watakupa biashara ambazo ulikuwa unadhani ni ndoto au zinafanyika kwa watu wengine, lakini kwa wakati huo ni majira yako kwenye ulimwengu wa roho. Mungu anaziamsha roho kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo. Kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo. Majira yako yasipotee. Waliokusudiwa kuja waje, na hata hawatajua kwa nini wanafanya kwa ajili yako. Koreshi wakati anafanya, sio kwamba kwake kulikuwa kuna shida. Kwake kulikuwa kuna shida nyingi sana. Lakini wakati wa Mungu umefika wa Israeli waweze kurudi Yuda. Wakati Mungu anasemesha roho ya Koreshi, kuna kitu Mungu anaendelea. Kabla tuendelee mstari wa 4.
mstari wa 4. No. Kabla tujaenda mstari wa 4, fungua na mimi Isaya 44. Isaya 44:26 hadi 28. Isaya 44 mstari wa 26. Nisome kwanza mstari wa 28 afu tutarudi 26. Nimwambiaye Koreshi mchungaji wangu, naye atayatenda mapenzi yangu, hata ataunena Yerusalemu utajengwa, na hilo hekalu msingi wako utawekwa. Anasema nimwambiaye nani? Mchungaji wangu Koreshi. Wakati Israeli wanamuona Koreshi ni mpagani, Mungu hamuoni Koreshi mpagani. Mungu anamuona Koreshi ni mchungaji wake. Nataka nikwambie, baada ya leo hautakuwa unawadharau watu kwa sababu hawaneni kwa lugha kama wewe. Kila mtu utakayekuwa unamwona ni mtumishi wa Mungu kwa wakati wake. Hautawabagua watu kwa sababu wao sio dini yako. Utamjua kila mtu anaweza akatumika na Mungu kwa wakati wake. Hivi unajua hata shetani kuna muda alitumiwa na Mungu kwa ajili ya mission ya Mungu. Sio naeleka. Unajua nyewe mnamdhani shetani, yani shetani anapiga story na Mungu. Mungu anamwambia shetani, shetani, mbona unagalanda hapa? Anasema, umetoka wapi? Anasema, nimetoka duniani. Anasema, umemwona mtumishi wangu Ayubu? Imagine Mungu anaongea na adui yako. Wewe huko shindwa. Alafu Mungu anasema, shetani, mambo vipi? Anasema, fresh Mungu. Ndio maana nasema ukianza kuona mchawi unaanza kumfokea, ujue umeshashindwa. Mchawi, ukishajua mchawi usiku ushambamiza sana. Asubuhi mnunulie supu. Mwambie Mama Amina, ndio mchawi wa mtaa. Mama Amina, nina supu mtaa. Mtu tukanywe supu. Mchawi anayejua hafuati. Anasema huyu jamaa ananijua sasa hivi. Mnunulie soda. Mnunulie maandazi. Piga naye story. Lakini unajua rohoni kuna jambo ninakufanyia. Wewe mchawi, usiende kwa wachawi hao. Biblia anasema hivi, nimwambiaye Koreshi mchungaji wangu, naye atayatenda mapenzi ya Mungu, hata ataunenea Yerusalemu utajengwa. Mstari wa 27 anasema hivi, niviambiaye vilindi kauka, nami nitaikausha mito yako. 26, nilithibitishaye neno la mtumishi wangu na kuyafikiriza mashauri ya wajumbe wangu, niuambiaye Yerusalemu utakaliwa na watu, nayo miji ya Yuda itajengwa, nami nitaipanua mahali pake palipobomoka. Wakati muda umefika, Mungu akianza kuamsha watu, kuna vitu kwenye maisha yako vitaanza kujengwa kwa upya. Kuna vitu kwenye maisha yako vitaanza kutokea kwa upya. Vitu ambavyo vilikuwa vimekufa vitaanza kufufuka. Ukianza kuona taratibu vitu ambavyo vilikuwa vimekufa vinaanza kujitokeza tena kwenye maisha yako, jua kwamba Mungu ameamsha roho vianze kuonekana tena. Ukianza kuona furaha ilikuwa haipo ndani ya familia, alafu ghafla furaha imeanza. Hata tu baby anakuita mume wako, anakuita hey mpenzi wangu. Ukianza kulisikia hilo neno, jua kuna roho ndani imeanza kuamshwa juu ya mume wako. Ukianza kuona missed calls za watu ambao uliwasahau miaka na miaka zimeanza kuingia kwenye simu yako. Ukianza kuona umeingizwa kwenye magrupu fulani. Ukianza kuona umekumbukwa kwa kidogo ambacho utaanza kukiona, jua kuna watu roho zao zimeamshwa kuanza kukutafuta kwenye maisha yako. Vitu vitaanza kurudishwa ambavyo vilipotea. Vitu ambavyo vilikuwa vimenyang'anywa, vitu ambavyo vilikuwa vimeibiwa, vitu ambavyo vilikuwa vimepotea vitaanza kutokea kwenye maisha yako. Ukisoma kwenye Ezra 1:4 nisomee. Ezra 1:4. Na mtu awaye yote aliyesalia mahali popote akahapo hali ya ugeni, na asaidiwe na watu wa mahali pake kwa fedha na dhahabu na mali na wanyama, zaidi ya vitu vitolewavyo kwa hiari ya mtu kwa ajili ya nyumba ya Mungu iliyoko Yerusalemu.
Anasema na mtu awaye yoyote aliyesalia mahali popote akaapo hali ya ugeni na asaidiwe. Means Koreshi anatoa, anasema hivi, mtu yoyote ambaye mnamuona ni wa Yuda, akihitaji dhahabu mpeni dhahabu, akihitaji fedha mpeni fedha. Yeyote mwenye utambulisho wa Yuda kwamba mimi ninatokea Yuda, nilikuwa ugenini, akijitambulisha hivyo, anasema hivi, na yeyote aliyesalia akitaka chochote aweze kusaidiwa. Swala kujiuliza, wanapataje nguvu ya kuwasaidia watumwa wao? Mizi kuna roho ndani yao imeamshwa. Anasema, anaendelea anasema hivi, kwa fedha na dhahabu na mali na wanyama zaidi ya vitu vitolewavyo kwa hiari ya mtu kwa ajili ya nyumba ya Mungu iliyopo Yerusalemu. Nataka niwaambie wapendwa, Mungu akimgusa mtu kuja kwenye maisha yako, nataka nikwambie huyo mtu ukujaga na package yako yote unayotaka kwenye maisha yako. Hautakiwi kuhangaika, unatakiwa kujialign na mapenzi ya Mungu. Unajua kuna vitu vikiwa vinatokea kwa watu usisikie wivu. Mshukuru Mungu kwa ajili yao, kwa sababu kwa wakati huo kuna watu wameamshwa kwa ajili yake. Acha yeye aende. Mwambie Mungu, na mimi nasubiri wakati wangu. Wakati wako ukifika, Mungu, huyo shoga yako ambaye hata ukimwomba gauni uende nalo kwenye harusi akupi, wakati ukifika sio tu atakupa gauni, atakununulia magauni. Ni kwa sababu wakati ulikokuwa unavitafuta haukuwa wakati wa Mungu. Wakati sahihi wa Mungu, Mungu husemeshaga naye. Halo? Mstari wa 5 anasema hivi, ndipo wakaondoka wakuu wa mbali za mababa wa Yuda, wa Benjamini na makuhani na Walawi, na watu wote ambao Mungu amewaamsha roho zao kukwea ili kujenga nyumba ya Bwana kwa Yerusalemu. Na watu wote waliokaa karibu nao pande zote wakawatia nguvu mikono yao kwa vyombo vya fedha, vya dhahabu, kwa mali na wanyama na vitu vya thamani zaidi ya vile vilivyotolewa kwa hiari ya mtu. Mstari wa 7, tena Koreshi mfalme alivitoa vyombo vya nyumba ya Bwana alivyokuwa amevileta Nebukadreza toka Yerusalemu na kuvitia katika nyumba ya miungu yake. Nebukadreza alipoivamia Yerusalemu, alichukua dhahabu zote za hekaluni, alichukua vyombo vyote. Ukisoma mistari kuanzia mstari wa 8 wanavielezea, na vilikuwa katika nyumba ya miungu yao, vilikuwa kwa waganga. Roho ilipoamshwa ya Koreshi, Biblia inasema hivi, Koreshi akachukua vyombo vyote ambavyo mfalme aliyepita Nebukadreza alikuwa ameviiba. Koreshi akaanza kuvirejesha kwa watu walioibiwa vyombo vyao. Manake mwizi anaanza kujisikia vibaya kukaa na kitu chako. Aliyekukopa anaanza kujisikia vibaya kukaa na fedha yako. Mdeni wako anaanza kujisikia vibaya. Yeye mwenyewe ndani yake anaanza kukutafuta. Sikiliza, sio Israeli walimuomba Koreshi vyombo, ila Koreshi aliwatafuta Israeli na kuwarudishia vyombo vyao. Ni kwa sababu gani? Swala sio Israeli, swala ni Mungu ameiachilia roho ya urejesho ndani ya Koreshi. Yeyote ambaye amezurumiwa katika ulimwengu wa roho, yeyote aliyeibiwa, yeyote ambaye umefanyiwa fitina ukadhurumiwa kwa namna yoyote, tunabadilisha matokeo. Yeyote mwenye fedha yako, yeyote ambaye ana fedha yako, tunaamsha roho jioni ya leo huko aliko. Yeyote mwenye kiwanja chako, tunaamsha hiyo roho huko aliko. Yeyote mwenye hati yako, tunaamsha roho huko aliko. Yeyote mwenye mali yako, tunaamsha hiyo roho huko aliko. Yeyote mwenye fedha yako, tunaamsha hiyo roho huko aliko. Miungu yoyote inaoshikilia watoto wetu, tunaamsha roho juu yao. Waganga wowote ambao wameshikilia hatima yetu, tunaamsha roho zao. Kwenye kulaani wakatutamkie baraka, kwenye kutulaani wakatutamkie baraka, kwenye kutupiga wakashangai wanatupenda. Koreshi akamka asubuhi. Koreshi akasema, narudisha walivyovichukua kwa nyumba ya kina Kehogo.
narudisha walivyovichukua kwenye nyumba ya kina Weja, narudisha walivyovichukua katika nyumba kina Manyara, narudisha walivyovichukua katika nyumba kina Kaisi, narudisha walivyovichukua katika nyumba kina Mpori, narudisha walivyovichukua katika nyumba kina Mwalami, narudisha walivyovichukua katika nyumba kina Materu, narudisha walivyovichukua katika nyumba kina Esther, narudisha walivyovichukua katika nyumba kina Mariam, narudisha walivyovichukua katika nyumba kina Sara, narudisha walivyovichukua katika nyumba kina Vivian, narudisha walivyovichukua katika nyumba kina Jessica, narudisha walivyovichukua katika nyumba kina Julie, wanarudisha ulivyovichukua. Vyovyote katika ulimwengu wa roho vilivyovichukua, tunachukua kwa nguvu, tunanyang'anya kwa nguvu, tunanyang'anya kwa nguvu. Watavirudisha, watakutafuta kwa sababu Mungu ameachilia roho ndani yao. Ezra anashangaa, imekuwaje mfalme anasema tuondoke? Watumwa watokagi kikawaida. Watumwa kuna vita lazima ifanyike. Ukishakuwa mtumwa, uwezi ukatoka mikononi mwa bwana wako kirahisi. Lazima uanzishe nini? Vita. Mungu akasema sikize na wafundisheni kitu. Kushindana kwetu si katika damu na nyama, ila katika nini? Falme na mamlaka katika nini? Ulimwengu wa roho. Kumbe tuna uwezo jioni ya leo tukasambaratisha ufalme wa Dodoma, tukasambaratisha mamlaka ya Dodoma, tukaamrisha vitu ambavyo watu waliokaa hapa hawajawahi kuvimiliki, sisi tukavimiliki. Sisi tukafunguliwa milango, sisi tukatafutwa, sisi tukapata favor, sisi tukaambiwa ni kina nani wale waliokuja kupindua nini? Dodoma. Sio kwa sababu tulitafuta kimwili. Wakati wao wanahangaika barabarani, sisi kuna namna tunaziamsha roho zao. Tunawakamata wafalme leo, tunasema hamtaangalia sehemu nyingine, mtatuangalia sisi. Hamtakwenda pengine, mtakwenda kwetu sisi. Tunakamata wateja wa Dodoma, tunasemesha roho zao. Hamtaona maduka mengine, mtayaona maduka yetu sisi. Hamtaona kazi zingine, mtatuona sisi. Hamtapata tenda zingine, tutaanza sisi. Tunasemesha roho za wakuu katika mji huu. Sijui kama unajua nguvu ambayo iko ndani yako. Kuna watu wana vitu wanatafuta namna ya kutoa, wanashindwa namna ya kutoa. Sikiliza, watu wanaandikaga grant proposal. Kuna tajiri ama angels fulani au taasisi fulani Ulaya wanakuambia tuna bilioni hizi, tunataka tugawe kwa Afrika, lakini hatujui nani tumpe. Kwa hiyo mwenye nguvu ya kuwashawishi ndiye anapata zile fedha. Ukiandika proposal nzuri, utapata fedha nzuri. Usipoandika proposal nzuri, haupati fedha nzuri. Kwa hiyo ili upate, kuna kitu lazima kifanyike ili uweze kupata. Ili tuweze kuvipata vitu vya Koresh. Kuna kina Koresh wana vitu vyetu. Kuna kina Koresh walivichukua vitu vya babu zetu. Biblia inasema hivi, Koresh akavirudisha vitu alivyovichukua Nebukadreza. Nebukadreza ni mfalme wa kwanza, Koresh ni mfalme wa ngapi? Wa tatu. Kama umekaa miaka 20 marake anasema hivi, narudisha vitu vya babu yako miaka 60 nyuma na kurudishia wewe Yuda. Mizi kwenye ulimwengu wa roho kuna kina Koresh wamekaa hapa Dodoma. Leo tunatakiwa tukapindue mawazo yao. Leo tukapindue hisia zao. Tunawasemesha, tunaamsha roho ndani zao. Tunasema roho hii haitawasikiliza wengine, itanisikiliza mimi. Vyovyote walivyovichukua kwa baba yangu, vyovyote walivyovichukua kwa babu yangu, roho ya Mungu ndani yake yamke. Kuna utajiri babu yako alikuwa nao. Babu yako alikuwa na mazizi ya ng'ombe, lakini wewe hata ng'ombe wawili hauna. Tunarudisha katika ulimwengu wa roho. Tunarudisha katika ulimwengu wa roho. Koresh akakutafute mwenyewe aanze kukupa. Ninaposema Koresh, inawezekana si aliyechukua. Sikiza, aliyechukua mali za Yuda sio Koresh. Alichukua mali za Yuda ni Nebukadreza. Lakini Koresh alipokaa kwenye nafasi ya Nebukadreza,
akavirudisha vitu alivyovichukua Nebukadneza, sio kwa watu wale, kwa watoto wa watu wale. Inawezekana vitu vilichukuliwa miaka mingi, adui alishanyang'anya miaka mingi, na huyo adui hayupo, na baba yako hayupo, lakini yeyote aliyekuja kukaa kwenye hiko kiti akalikumbuke jina la baba yako ambalo linatembea kwenye maisha yako. Watakaposema Kehogo, waseme kuna yeyote aliyesalia katika nyumba ya Kehogo. Wakisema Lewis, waseme kuna yeyote aliyesalia katika nyumba ya kina Mpori. Daudi akasema kuna yeyote aliyebakia katika nyumba ya Sauli. Wakamwambia kuna mtoto wa Yonathani anaitwa Meshofoth. Mefoshobe. Emtaji Meshaboth. Hivyo Meshofoboth. Hivi nimepata mtumishi. Mephibosheth. Daudi akasema hivi, ingawa niliweka vita na babu yake, kuna utajiri wa mashamba ninamiliki mimi, nimechukua kutoka kwa nani? Kwa Sauli. Baba yake Yonathani amekufa, lakini kuna utajiri wa kina Sauli ninao mimi kama mfalme. Daudi akauliza hivi, kuna mtoto yeyote katika nyumba ya Sauli aliyebakia? Wakamwambia kuna mtoto mmoja mlemavu. Imagine, mchafu amefukiwa huko. Mtoto wa Yonathani ni mlemavu, ni kiwete, anaitwa Mephibosheth. Daudi akasema mleteni haraka. Biblia anasema akatafutwa akaletwa. Biblia anasema Daudi akarudisha mashamba yote, sio ya baba yake, ya babu yake Sauli. Kila mali aliyokuwa nayo Sauli akapewa mtoto anaitwa Mephibosheth, na akamwambia hivi, mbali na nilivyokupa posho yako ya chakula utakuwa unakula na mimi. Nitakachokuwa nakula ndicho na wewe utakachokuwa unakula. Nitakachokuwa napanda ndicho na wewe utakachokuwa unapanda. Nitakapokuwa nalala ndipo na wewe utakapokuwa unalala. Nitakapokwenda ndipo na wewe utakwenda. Nitakachokifanya ndicho na wewe utakachokifanya. Akampa na watumishi kinasema, akampa na mali zote, sio kwa sababu amevitafuta, ilikuwa ni kwa sababu ya baba yake anaitwa Sauli, na kuna mmoja amenyanyuka anaitwa Daudi, amerudisha vitu vya baba yake. Ingawa alikuwa ni mtumwa, lakini alirudishiwa vitu vya baba yake. Na mimi natabiri kwa mamlaka ya jina la Yesu, vyote ambavyo vilikuwa vya kwenu, vyote ulivyotakiwa kuvimiliki, vyote ulivyotakiwa kuvipata, ninaamsha hiyo roho jioni ya leo, vikakutafute popote ulipo, vikakufuate popote ulipo. Yale magari ya kwenu, roho za magari ziamke, roho za biashara ziamke, roho za kazi ziamke, roho za connection ziamke, roho za utajiri ziamke, roho za utumishi wa babu yako ziamke ndani yako. Mungu akiangalia unachokiishi sasa hivi sicho ambacho kipo katika ulimwengu wa roho. Kwenye ulimwengu wa roho, Mephibosheth alipokuwa na wenzake, alipokuwa anawaambia mimi babu yangu alikuwa mfalme, hakuna alikuwa anamwamini, kwa sababu anachokiongea na mazingira yanapingana. Anamwambia sisi tulikuwa matajiri, hii Israeli yote, jina la babu yangu lilikuwa ndo jina kubwa. Wanamwambia mbona hauna chochote? Anarudi ndani, Mephibosheth analia. Sikose wanamwambia Mungu, vitu vya baba yangu viko wapi? Mimi nilizaliwa katika utajiri, lakini mbona sasa ninaishi katika umaskini? Nilizaliwa katika kupata, mbona ninaishi katika uhitaji? Nilizaliwa kwetu walikuwa wanaomba, mbona sasa hivi hata kuomba siwezi? Watu ukimwambia kwetu sisi watu ni makuhani, wakikuangalia wewe hakuna ukuhani ndani yako, wanaona ulevi ndani yako. It's because Mephibosheth analia, alafu Mungu kwenye ulimwengu wa roho anasema wait, time is coming. Kuna mtu anaitwa Daudi ninamwandaa, alafu nikimwandaa Daudi, ndani yake Daudi nitaliweka jina lako la Mephibosheth.
atakutafuta mtu ambaye wewe unavitaka unavyovitaka. Sio kwa sababu nyingine, ni kwa sababu nimekusikia ukiwa unalia, lakini ulipo hauwezi kufika hapa kwa spidi zako. Mungu anajua ili ufike ikulu, hata usome vipi haufiki ikulu. Hata utafute vipi hautafika ikulu. Mungu anachokifanya ndani ya ikulu, kuna mtu anampa jina lako. Huyo mtu anaanza kukuota tu wewe. Huyo mtu anaanza kukuwaza tu wewe. Anasema sijui, lakini kuna mtu ananigarakisha ndani yangu. Kuna mtu anatakiwa nikutane naye nimpe hii channel. Sijui, lakini huyo mtu namtafuta. The same ilitokea kwa Daudi. Mephibosheth hakumtafuta Daudi, ila Daudi alimtafuta Mephibosheth. Jioni ya leo, yeyote ambaye ana destiny way yako, ana destiny connection yako, ana destiny yoyote ya kwako, Mungu akaseme naye leo atakapoingia kulala. Hii roho tunayoiachia, hii roho tunayoiachia, mnajua kwamba roho zina uwezo wa kusafiri, roho zina uwezo wa kuvuta, roho zina uwezo wa kufanya chochote. Hiki kitakachoenda kutokea leo kikaweke historia kwenye maisha yako. Kuna muda mfalme Yehoshafati akazungukwa na wana wa Seiri, akazungukwa na yale majeshi kwenye 2 Chronicles. Sio ngapi ile? Angalia. Biblia inasema akawa hana namna. Akawa hana namna. Akaenda mbele za Mungu. Akamwambia Mungu, hawa watu siwezi kupigana nao. Wameungana mataifa matatu na yote yana nguvu. Nadhani ni Moabu, Midian na Seiri. Kama sikosei. Nitafutie 2 Chronicles. Iko 2 Chronicles. Nadhani 20 sijui. Akasema siwezi Mungu. Yehoshafati akajua kabisa nitapigwa. Hata nifanye nini nitapigwa, siwezi hii vita. Biblia inasema Yehoshafati akawatafuta makuhani, wakaomba. Walipoomba, umepata? Ensome. Nao walipoanza kuimba na kusifu. Mstari ya juu. Ni mstari wangapi huo? 22. Nenda juu kidogo. Yeah. 2 Mambo ya Nyakati wa Pili 20 nianze 19, Na Walawi na wana wa Kohathi na wana wa Korathi wakasimama ili kumsifu Bwana, Mungu wa Israeli, kwa sauti kuu sana. Wakaamka asubuhi na mapema, wakaenda nje ya jangwa la Tekoa. Nao walipokuwa wakitoka, Yehoshafati akasimama, akasema, nisikieni enyi Yuda nanyi wenyeji wa Yerusalemu, mwaminini Bwana Mungu wenu, ndivyo mtakavyothibitika. Waaminini manabii wake, ndivyo mtakavyofanikiwa. Naye alipokwisha kufanya shauri na watu, akawaweka wawe wale watakaomwimbia Bwana na kumsifu katika uzuri wa utakatifu, wakitoka mbele ya jeshi na kusema, mshukuruni Bwana, kwa maana fadhili zake ni za milele. Nao walipoanza kuimba na kusifu, Bwana akaweka waviziao juu ya wana wa Amon na Moabu na wa mlima wa Seiri, waliokuja juu ya Yuda, nao wakapigwa. Sikiliza. Yehoshafati alipoona amezungukwa. Nisomee yale mataifa matatu hapo juu. Yehoshafati alipoona amezungukwa, akaona siwezi kupigana nao. Lakini kuna siri katika ulimwengu wa roho. Tuna uwezo wa kutuma roho ndani yao. Alafu wenyewe kwa wenyewe wakaanza kupigana kwa niaba yetu. Si kama naeleweka? Yehoshafati akaita Walawi wanaojua kuimba, wakampendeza Mungu kwa nyimbo. Akasema sio ni uibidiwe kwa kuwa fadhili zako ni za milele. Wakaanza kumtukuza Mungu, wakaanza kumsifia Mungu. Wakaambia Mungu, lakini tuna maadui zetu, hatuwezi kushindana nao. Hawa jamaa wana nguvu kuliko sisi. Lakini tunachokijua kimoja, hatutashindana nao mwilini. Tutashindana nao wapi? Rohoni. Biblia inasema walipokuwa wakisifu, kuna kitu Mungu akakifanya. Mungu akaachilia roho, sema roho. Biblia inasema Mungu akaiachilia roho ndani yao kwa maadui zao. Hiyo roho ikaamsha hasira ndani yao. Hiyo roho ilipoamsha hasira, wenyewe kwa wenyewe wakaanza kukatana mapanga. Huku watu wanasifu tu, hakika wewe ni Mungu, hakika wewe. Kuna muda wanatuonaga kama hatuna akili. Kuna muda wanatuitaga kama machizi. Lakini light wangejua tunachokitengeneza kwenye ulimwengu wa roho.
wangeungana na sisi. Biblia inasema walipokuwa wakisifu, walipokuwa wakiimba, hasira zikaamka wenyewe kwa wenyewe. Endelea hapo. Walipoanza kushindana kupigana, sura 22 nadhani. Nao walipoanza kuimba na kusifu, Bwana akaweka waviziao juu ya wana wa Amon na Moabu na wa mlima wa Seiri waliokuja juu ya Yuda, na Moabu na Amoni na Seiri. Biblia inasema hivi, naye akaweka waviziao. Biblia ikisema imetumia viziao, lakini Biblia Kiingereza inatumia neno ambushment. Lakini Biblia zingine zinaeleza kwamba Mungu aliweka roho ndani yao wenyewe kwa wenyewe. Yaani kama hivi tunatembea na Lewis. Lewis njoo tutembee. Mimi na Lewis ni marafiki, tunatembea. Roho iliposhuka, huku tunatembea, tunaanza kugeukiana. Tunaanza kupigana. Na mkata Lewis, lakini hatakatika kwa jina la Yesu. Nikimuua Lewis na mtafuta mwingine ambaye ni rafiki wa Lewis. Unajiuliza inakuaje marafiki wanaanza kuwa na visirani? Ndivyo ulimwengu wa giza unavyofanya wewe na shoga yako, au wewe na baba yako, au wewe na kaka yako. Kuna roho zinaachiliwa, unaanza kumchukia mtu wa damu yako. Ambush. Roho zinaamshwa ndani yako. Biblia inasema walivomalizana wakageukiana wenyewe Seiri na wa Moabu. Wakamalizana wote. Huku watoto wa Mungu wakiendelea kumsifu Mungu. Nachotaka niseme hivi, huku leo tukiwa tunaomba, kuna watu kwenye ulimwengu wa roho wanakatika katika. Huku tukiwa tunaomba leo, kuna watu wanaachilia watoto wetu. Huku tukiwa tunaendelea leo, kuna watu wanaachilia biashara zetu. Huku tukiwa tunaomba leo, kuna watu wanaachilia huduma zetu. Huku tukiwa tunaomba leo, kuna watu wanaachilia viwanja vyetu. Huku tukiwa tunaomba leo, kuna kesi tunashinda. Huku tukiwa tunaomba leo, kuna wazazi wetu wanafunguliwa. Huku tukiwa tunaomba leo, kuna watu wanapokea uponyaji. Wakati sisi tunasifu na kuomba, kuna kitu Mungu anakiachilia juu ya maadui zetu. Inakuaje usitake kujua? Yehoshafati hakutaka kujua. Alichokijua tu Mungu atafanya. Mungu atatenda. Kitakachoandikwa kimeandikwa. Nataka nikwambie, kitakachoandikwa leo kimeandikwa. Koreshi akafa, akanyanyuka mtu anaitwa Dario. Walipojua Koreshi amekufa aliyewapa nafasi, wale wabaya wao wakainuka juu ya Dario. Wakasema watu walioasi wanajenga ukuta na nyumba ya Bwana. Wakimaliza hawa watu, hatutapata chumvi yetu, hatutapata kodi. Dario wazuia watu. Walijua Koreshi aliamshwa na Bwana ameshakufa. Lakini walishindwa kuelewa kwamba mwili wa Koreshi umekufa, lakini roho ya Koreshi iliyoamshwa haijafa. Bado inatenda kazi. Dario akaandika waraka, akasema simamisheni huo ujenzi. Na kweli watu wa Yuda wakasimamisha ujenzi wa nyumba ya Bwana. Lakini baadaye makuhani wakarudi wakasema, kwa nini tumesimamisha? Tutaendelea kujenga. Wakafuata wakaambiwa, kwa nini mnajenga? Mnaenda kinyume na neno la Dario mfalme. Wakasema ingawa Dario amesema, lakini kuna mtu juu ya Dario aliyeitwa Koreshi aliandika nyaraka hizi, akasema tujenge na tupewe vitu vyote na tusaidiwe. Hizo nyaraka zipo sehemu. Mwambieni Dario azitafute nyaraka za bosi wake aliyepita, anaitwa Koreshi, aliyetupa sisi nguvu, na alisema yeyote atakayewazuia atauawa. Manake Dario, kama unatuzuia na wewe unatakiwa kuuawa. Dario aliposikia ile neno, akazitafuta nyaraka za mtu aliamshwa na roho anaitwa Koreshi. Nyaraka zilipopatikana zikaletwa kwa Dario. Dario akaogopa, na zilifichwa mbali sana zisionekane. Lakini kwa sababu ni ulimwengu wa roho, zilipatikana kwa namna ambayo hawajawahi kudhani zitapatikana. Kuna watu wameficha usiweze kujua thamani ya Mungu kwenye maisha yako. Kuna watu wamekusogeza kwa sababu wanadhani ukija kujua kupata ufahamu huu, kuna siku utarudishwa kwenye nafasi. Kuna namna wameficha kitu ambacho cha kimungu kilichowekwa ndani yako.
Wanajua kabisa hata uombe namna gani haitakuja siku ukarudishwa kwenye nafasi yako. Walidhani kuficha zile nyaraka haitakaa zikapatikana. Biblia inasema zilitafutwa nchi nzima mpaka zikapatikana, zikaletwa. Na kitu alichokiandika Koreshi, roho ya Koreshi ikawa inaendelea. Ukisoma Ezra 6 mlango wa 6, roho ya Koreshi ikaendelea kufanya kazi mpaka kwa Dario. Dario akaanza, Biblia inasema Dario akatoa vitu vingi. Dario akawapa uhuru mwingi. Dario akafanya kila kilichowezekana ambacho Koreshi aliandika juu ya nyumba ya Yuda. Kwa sababu ile roho ilirudisha kwenye ulimwengu wa roho. Adui anajua siku ukijua kuna namna ya kuomba, kuna namna ya kumsifu Mungu, kuna namna ya kutamka na vitu vikatokea, ataleta disturbance kwenye maisha yako. Atakusababisha usiweze kuomba hivyo. Atasababisha usiwe na ufahamu huo. Atasababisha ufocus na vitu vingine. Lakini kikubwa tunachokitaka, tunavidai vitu vya kwetu. Leo nadai baraka ambazo zipo kwenye nyumba ya kina Kehogo. Nadai baraka ambazo ziko katika nyumba ya kina Tarimo. Nadai baraka ambazo ziko katika, kuna baraka katika hizi familia. Ziko wapi? Mbona sitembei nazo? Kuna kina Dario wamekaa hapo, wanatamani kutoa lakini hawana access, kwa sababu kuna vitu vimefichwa kwenye ulimwengu wa roho. Wao kama wafalme wanashindwa kuachilia. Makuhani walisimama wakamwambia Dario, Dario, kuna nyaraka za kina Mpole. Na mimi nasimama katika ulimwengu wa roho, ninawaambia Dario wa nyumbani kwenu, kuna nyaraka za kina Agnes, kuna nyaraka za kina Simon, kuna nyaraka za kina Paulendo. Achia hizo nyaraka. Achia hizo nyaraka. Wana nyaraka za wao kusogea. Wana nyaraka za wao kuwa viongozi. Wana nyaraka kwenye ulimwengu wa roho ya wao kuto kurudi chini. Hizo nyaraka mmeficha wapi? Nachomoa hizo nyaraka. Hey! Ulimwengu wa roho unatakiwa uingie ukiwa na mamlaka ya kunyang'anya. Unasema hiki ni cha kwangu, unadai kwa nguvu. Unasema hiki ni cha kwangu, unachukua kwa nguvu. Unasema hii ndio ilikuwa baraka ya kwetu, nachukua kwa nguvu. Nanyang'anya. Nanyang'anya. Na akishapaa akateka mateka. Hey, na alipopaa akateka mateka, akagawia wengine kuwa mitume, akagawia wengine kuwa nani? Walimu. Akawagawia wengine kuwa nani? Manabii. Akawagawia wengine kuwa nani? Viongozi. Nami nilipoketishwa kama kuhani wa Reality of Christ Church Dodoma, na kamata mateka yao. Na gawa wanaotakiwa kuwa matajiri, na gawa wanaotakiwa kuwa walimu, na gawa wanaotakiwa kuwa wahubiri, na gawa wanaotakiwa kuwa mitume, na gawa wanaotakiwa kuwa wainjilisti, na gawa wanaotakiwa kuwa wafanyabiashara, na gawa hivi vipawa, kwa sababu nimeteka kutoka kwenye ngome ya adui. Alipoketi Kristo ndipo nilipoketishwa. Kama alivyo yeye ndivyo nilivyo mimi. Yeye anaitwa ni simba wa kabila la Yuda. Akiingia kwenye ng'ombe anararua. Akiingia kwenye ngome ya adui simba akiingia kwenye zizi lako ndio utajua simba ameingia. Atahakikisha hakuna mbuzi anaelia hata kama ameshiba. Atawacharaza wote, afu atakula anayemtaka. Na mimi ninaingia kwenye hiyo ngome ya adui, ninacharaza kwenye hilo goma. Ninacharaza kwenye hilo boma la kwenu. Ninacharaza kwenye mizimu ya kwenu. Ninacharaza kwenye madhabahu ya kwenu. Na unguruma. Walichokishikilia na nyang'anya. Hao watoto walioshikilia na nyang'anya. Hiyo miungu iliyoshikilia na nyang'anya. Kuna roho ndani yangu naisikia inakotoa. Kuna hasira ya kiungu inawaka. 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 Ingawa Sauli alikuwa mtu wa kawaida,
Alikuwa mtu wa kawaida. Biblia inasema alikuwa kijana mpole tu, wa kawaida, mrefu, muoga, hawezi kusimama mbele za watu. Siku aliyokutana na Samueli akamwambia, Bwana amekuchagua kuwa mfalme wa Israeli. Ninajua una uoga ndani yako. Ninajua huwezi kuwaongoza watu ndani yako. Unatakiwa kwenda kozi usome. Unatakiwa ukae na watu miaka na miaka ufundishwe. Lakini kuna shortcut nataka niifanye. Kuna haya mafuta niliyoyashika. Haya mafuta nikimwaga juu yako, kuna roho itaingia ndani yako. Unavyoniona mimi Samuel, na wewe utakuwa kama mimi. Na wewe utaweza kutabiri kama mimi. Na wewe utaweza kusema kama mimi. Utisho utaingia ndani yako, watu wataanza kukuogopa. Wakikuona hawatakuona Sauli, wataona mfalme wa Israeli. Sio kwa sababu umeenda kozi, ila ni kwa sababu roho na hiyo action ndani yako. Hasira unayoisikia nataka iwake ndani yako. Sio kwa sababu unajua sana kuomba. Sio kwa sababu unajua sana kunena kwa lugha. Kuna mafuta tunatakiwa kuiachilia. Rapaso bradi baba. Rekashaka tayamanda. Pray, 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 pray. Pray, 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 pray. Kaa katika hiyo atmosphere. Pray. 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 The Lord is about to do something. The Lord is about to do something. Kuna roho zinaamshwa jioni ya leo. Kuna roho zinaamshwa jioni ya leo. Kuna roho zinaamshwa jioni ya leo. I can feel the atmosphere. I can feel the atmosphere. Kuna roho zinaamshwa jioni ya leo. Kuna roho zinaamshwa jioni ya leo. Wale waliochoka na shangaa wanapata nguvu tena. Wale waliokata tamaa wanapata nguvu tena. Wale waliokuwa hawaoni njia wanainuka tena. Wale ambao milango ilikuwa imefungwa inafunguliwa tena. Azika ya bakataya. Azika ya bakataya. Kaa katika hiyo atmosphere. Kaa katika hiyo atmosphere. Kaa katika hiyo atmosphere. Kaa katika hiyo atmosphere. Kuna watu mnapewa nguvu ndani yenu. Kuna watu mnapewa nguvu ndani yenu. Unashangaa kuna nguvu imeingia ndani yako. Unasikia hasira ya Mungu inawaka ndani yako. Roho inaamshwa. Roho inaamshwa. Kama ilivyoamshwa Zerubabeli. Kama ilivyoamshwa Zerubabeli. Kama ilivyoamshwa Zerubabeli. Kuna roho za watu zinaamshwa. Ulikuwa umekata tamaa, lakini Mungu anakuambia nimekuita wewe ni mfanye biashara wa kimataifa. Anasema nimekuita wewe ni mwalimu wa neno. Anasema nataka utembee na revelation. Anasema nimekupa hii Dodoma ulikuwa ujui, lakini leo anaamsha roho yako kama alivyomwambia Apostle Paulo. Akamwambia utalibeba jina langu kwenye mataifa mbalimbali. Akamwambia Anania, huyu ni chombo kiteule. Anasema huyu ni chombo kiteule. Anania anakataa kwenda. Anasema nimesikia taarifa mbaya juu ya huyu mtu, lakini Mungu anamwambia no. It's a chosen vessel. It's a chosen vessel. It's a chosen vessel. Ninaona vyombo viteule ambao vinatikisa malango ya Dodoma. Naona vyombo viteule ambao vinatikisa malango ya Dodoma. Araba shata laba kataya. Ninasikia wana wa Gadi wapo katika ile eneo. Ndo wale watu wa vita. Mtu mmoja sawasawa na 100. Yule mdogo sawasawa na 100. Yule mkubwa sawasawa na 1000. Ndo wale waliovuka mafuriko. Hawa ni watu wasiogopa mafuriko. Hawa ni watu wasiogopa vizuizi. Miguu yao ilikuwa miepesi kama kurungu juu ya milima. Ninaona wana wa Gadi ambao wanaingia kwenye historia jioni ya leo. Ni nani aliyezuia vya kwako? Nguvu za Mungu zinamfuata. Roho yake inaamshwa. Roho yake inaamshwa. Watu waliobeba majibu yako, roho zao zinaamshwa. Kuna watu baada leo, good news zitaanza kuja kwako. Good news zitaanza kuja kwako. Utashangaa vitu vinabadilika. Utashangaa vitu vinabadilika. Utashangaa vitu vinabadilika. Oh my God, my Father, I can feel that atmosphere now. I can feel that atmosphere now. Amrisha kila aliyebeba cha kwako. Mungu azungumze naye. Mungu azungumze naye. Ninaona
instruction in the realm of the spirit. Ninaona maagizo watu wanapewa, anasema hii promotion mpeni huyo, hii kazi mpeni huyo, hii tenda mpeni huyo, hii biashara fanyeni na huyo, umtaji mpeni huyo. Arita yaba kataya, arita yaba kataya. Kuna mafuta ya ajabu yamemwagwa siku ya leo. Mimi mwenyewe nasikia roho yangu imeamshwa, na mimi mwenyewe nasikia roho yangu imeamshwa. Ninasikia watu wa vita wanaofundishwa kufanya vita. Daudi akasema, Bwana amefanya mikono yangu ijue kupigana vita, amefundisha mikono yangu kupigana vita. Akasema amenyanyua pembe zangu kama pembe za nyati, amenipaka mafuta mabichi, amenipaka mafuta mabichi. Manake Daudi kuna kipindi alichoka, lakini mafuta yaliyoachiliwa kwa ajili ya kuamsha roho ya Daudi, akajisikia na nguvu tena. Haraka taya, watashangaa ukirudi tena, watasema mbona tunaona tofauti, mbona tunaona tofauti. Ni kwa sababu ya haya mafuta. Ninasikia warfare, warfare, warfare. Dodoma inatikiswa kwenye haya majira, Dodoma inatikiswa. Nasikia kanisa la Mungu Dodoma Arusha, nasikia kanisa la Mungu Dodoma linaenda kupata raha, linaenda kupata raha, linaenda kupata raha, linaenda kuongezeka. Kanisa la reality Dodoma linaenda kuongezeka, linaenda kuongezeka, linaenda kujengwa, kwa sababu kuna watu wamebeba dhahabu kwa ajili ya hili kanisa, lakini walinyamaza kimya, lakini roho zao zinaamshwa sasa. Kuna watu wamebeba shata la bakatai. Kuna watu wamebeba kila kinachohitajika ndani ya hili kanisa, lakini roho zao zilikuwa zimelala. Lakini as I declare, zinaamshwa katika ulimwengu wa roho, katika ulimwengu wa roho. Roho Mtakatifu anashuka juu ya watu kwa mfano wa kiwiliwili kama ua, kwa mfano wa kiwiliwili kama ua. Anashuka juu ya watu, anashuka juu ya watu. Chochea, 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 usiache chochea, usiache chochea, usiache chochea, usiache chochea. Nasikia apostolic, nasikia apostolic. Watu wachukua majina yangu, watu wabeba jina la Yesu, watu wabeba jina la Yesu. Kwa wafalme, wapo wafalme wana vyote, lakini unatakiwa kubeba jina la Yesu. Utakapoingia ikulu watajua kabisa huyu amebeba jina la Yesu. Ninaona watu waliopitia aibu leo inakuwa ni Gilgal, pale palipopangwa mawe. Aibu imeviringishwa, aibu inaviringishwa kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. That atmosphere is changing right now. That atmosphere is changing right now. That atmosphere is changing right now. Pray, pray, pray. Raka, rakaba, 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 kama ambavyo Yesu alimuita Lazaro, toka, toka. Ninaita hiyo roho, ninaita hiyo roho, roho ya uzima, naita iamke ndani yako, roho ya kuomba iamke ndani yako, roho ya kusifu iamke ndani yako, roho ya unabii iamke ndani yako. Huyo simba ameingia, anararua kila roho ya mauti, kila roho ya mauti, kila roho ya mauti, anararua, anararua, anararua. Para baba, para baba, zinaachia, zinaachia kila roho ya mauti, kila roho ya mauti, kila magonjwa, zinaachia, zinaachia. Hiyo roho inampa, hiyo roho inampa, hiyo roho inampa. Watu wanapewa neema, neema kukusanya vilikuwa vinatawanyika, lakini baada ya leo ninaona neema kukusanya, neema kukusanya kama Yusufu alikusanya utajiri wa Misri nzima. Na mimi nalitabiria hili kanisa Reality Dodoma ya kwamba litakusanya utajiri wa taifa la Tanzania, utajiri wa dunia utakusanywa. Ninaona neema kusanywa kwenye mikono yako, kwenye mikono yako,
kuanzia mwezi wa 4 hautakamata vinyonge. 2025 hautakamata vinyonge. Ninaona hiyo neema inakuja kwako, hiyo neema inakuja kwako kwa jina la Yesu, 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 kwa jina la Yesu. Samuel akamwambia Sauli, nitafanya kitu ambacho heshima ambayo haiko juu yako itakuja juu yako. Mamlaka ambayo haikuwa juu yako itakuja juu yako. Nitafanya kitu ambacho hakijawahi kufanyika kwa Israeli. Nitamwaga mafuta juu yako, na ukitoka hapa utakuwa yule. Kuna vitu vitaanza kuambatana na wewe, na ishara hii utaanza kuiona. Utaanza kutabiri, utaanza kuongea maneno kuhusu familia yako, utaanza kuongea maneno kuhusu biashara yako, utaanza kuongea maneno kuhusu mume wako, utaanza kuongea maneno kuhusu watoto wako. Na kadiri ambavyo utakuwa unaongea, hivyo vitu vitakuwa vinatokea kwao. Utaongea uzima, uzima utatokea. Utaongea afya, afya itatokea. Utaongea kazi, kazi itatokea. Kuna vitu utaanza kuongea na vitaanza kutokea. Akamwambia Samuel, anamwambia Sauli, sikiliza, ukitoka hapa utakutana na watu. Ukitoka hapa kuna watu wana mikate watakupa. Ukitoka hapa utakutana na watu wana divai watakupa. Ukitoka hapa utaongea, utaanza kutabiri juu ya watu. Leso brabaya. Roho Mtakatifu, Roho Mtakatifu, kwa uwezo wao hawawezi, kwa nguvu zao hawawezi. Mafuta mabichi, mafuta mabichi, mafuta mabichi, Yes, mafuta mabichi, yes, yale mafuta, yale mafuta, yes, ninaanza kuyamwaga, ninaanza kuyamwaga, ninaanza kuyamwaga. Hayo mafuta, hayo mafuta yaanze kutembea, yaanze kumwagikia watu, yaanze kupaka watu, yaanze kujaa juu ya watu. Yale mafuta, yale mafuta, yale mafuta, yale mafuta, yale mafuta, yale mafuta. Ndo hayo, 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 ndo hayo. Watu wanagusa mikono sasa. Nasikia ile mikono iliyobeba neema ya utajiri ambayo ilikuwa imezuiwa, lakini leo inaachiliwa neema. Na nasikia mafuta kwenye mikono. Ili ni eneo la uchumi, ili ni eneo la uchumi. Roho Mtakatifu, wale waliokusudia mwezi wa 4 watembee na neema isiyo ya kawaida kwenye eneo la uchumi. April, what have you got for these people? Release now. April, release now. April, release now. April, release now. There is a touch of grace. 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 Wale waliochelewa wanapewa kasi tena ya kukimbia. Wale waliochelewa wanapewa tena kasi ya kukimbia kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Hayo mafuta ya ndoa, ndoa kwenye hiyo familia, ndoa kwenye hiyo familia. Hawajawahi kuolewa, hawajawahi kuoa, hawajawahi kuolewa, hawajawahi kuoa. Hakuna mali imepokelewa, hakuna barua imepokelewa. Hiyo familia, hayo mafuta, hiyo roho inaachwa, hiyo roho inaachwa, hiyo roho inaachwa. Hiyo familia, hiyo familia walizuia nyaraka za ndoa, walizuia nyaraka za watoto. Inaachiliwa, 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 inaachiliwa. Hayo mafuta, hayo mafuta, mafuta ya ndoa, mafuta ya ndoa, mafuta ya ndoa, mafuta ya ndoa, mafuta. Wale ambao ni majira yao, kuna watu ambao ni majira yao lakini roho zilikuwa bado hazijamshwa. Kuna watu ambao ni majira yao. Nasikia this is your season. This is your season. Nasikia this is your season. Wanasema ni kama mti uliopandwa kando kando ya mito ya maji, uzao matunda yake kwa majira yake. Nasikia ni majira yako. Nimetumwa nikutangazie ya kwamba ni majira yako. Roho Mtakatifu, chagua watu 10
ndani ya hili kanisa, wataojenga hii madhabahu, wataotoa viti, wataotoa mziki, wachague na paka mafuta, wachague na paka mafuta. Hawa ni Kingdom Finance, hawa ni Kingdom Finance. Kanisa halitakiwi kuchangisha, kanisa halitakiwi kuchangisha. Ninaona watu waliobeba dhahabu kwa ajili ya kanisa. Where are they, my Lord? 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 Look at them now, look at them now, look at them now. Kuna neema inakuja juu yako, usijizuie, kuna neema inakuja juu yako. Hawa ni Kingdom Finance, hawa ni Kingdom Finance. Ninasikia before the end of April, ndani ya hili kanisa kuna vitu vikubwa vinaenda kufanyika, kuna vitu vikubwa vitaenda kufanyika, kuna vitu vikubwa vinaenda kufanyika. I can feel in my spirit ya kwamba hili kanisa kuna linaenda kuwa tajiri hapa Dodoma nzima, hapa Dodoma nzima, hapa Dodoma nzima. Waanointi hao, waanointi hao, waanointi hao, waanointi hao, walofanya biashara, walofanya biashara, walofanya biashara, walofanya biashara, ambao vitu vyao vimekwama, vimekwama, vianze kwenda, vianze kusogea, vianze kupiga hatua. Nasikia divine spirit, kuna watu wataguswa kwenye miguu yao. Nasikia kuna watu wanapewa neema ya kukimbia. Yes, yes, neema ya kukimbia pale ulipotakiwa utumie miaka mingi. Ninaona ndani ya muda mfupi, ndani ya muda mfupi vinaenda kutokea, na hawa watu miguu yao inaguswa, miguu yao inaguswa, miguu yao inaguswa. Wataona mtikisiko kwenye miguu yao. Divine spirit kama Elisha, divine spirit kama Elia, divine spirit kama Elia ipo kwenye miguu yako. Kimbia, kimbia, kimbia. Pale aliposhindwa kuvuka baba, aliposhindwa kuvuka mama, wewe ndio utakuwa kwanza. Nenda kavunje protocol, nenda kavunje protocol, nenda kavunje protocol. Nasema nenda kavunje protocol kwa jina la Yesu. Ninaachilia roho ya simba ndani yako. Ninaachilia roho ya simba ya mke ndani yako. Ninaachilia roho ya ujasiri ndani yako. Ya mke. Roho ya ujasiri ya mke. Rarua hilo zizi. Rarua hilo zizi. Rarua hilo zizi. Ilo zizi la hilo familia. Ilo zizi la hiyo nyumba. Ilo zizi la nyumba za waganga. Rarua. Ilo zizi la ufukara. Rarua. 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 Ilo zizi. Ilo zizi, wewe simba, na achilia roho ndani yako. Roho ya simba ya mke. Piga wachawi. Piga waganga. Piga hiyo mizimu. Piga hiyo madhabahu. Roll like a lion. Rarua. Rarua. Kila nguvu ya mauti. Rarua. Nguvu za mauti. Rarua. Na achilia roho. Roho ya simba ambaye ni simba wa Yuda, aliyemwambia Herode, kamwambieni yule mbweha, leo na kesho niko hapa. Rarua. Hautaogopa falme. Hautaogopa. Hautaogopa wafalme. Hautaogopa mamlaka yao. Inawaka ndani yako. Hasira ya Mungu inawaka ndani yako. Hasira ya Mungu inawaka ndani yako. Iwake, iwake, iwake. Iwake. Unaona kama mikono yako unataka kurarua. Rarua. Rarua. Inaingia, 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 inaingia. Inaingia, inaingia, inaingia. Rarua. Hizo falme, hizo falme. Rarua. Rarua hapo nyumbani. Rarua hapo
anayekuja na uchawi, kila anayekuja na uganga, rarua shataya cha 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 shataya rarua. Baba, asante kwa kuamsha hizi roho ndani yetu, kwa kuamsha hizi hasira ndani yetu, kwa kuamsha vilivyokuwa vimelala, kwa kutupa nguvu mpya, kwa kutupa mamlaka mpya. Tunaondoka sio wale tulioingia. Ulimwengu umejua, Dodoma imejua kuna vitu vimeamka ndani yetu. Falme zimetambua kuna vitu vinarudishwa kwetu. Kuna vitu vinaanza kwa upya ndani yako. Kuna mamlaka inaanza kwa upya ndani yako. Praba subradi kataya lesopa kataya mandaya. Baba, asante kwa sababu tumepokea, na asante kwa sababu imekuwa. Roho Mtakatifu, endelea kutuhudumia. Tunapotoa na sadaka zetu kazipokee, na tunapotawanyika, Mungu uende pamoja na sisi. Ni katika jina la mwana wako Yesu Kristo, na wote tuseme amen.